Je, umewahi kukaa peke yako jioni, ukatazama maisha yako na kujiuliza kimoyomoyo, kwa nini inaonekana kama mimi nachelewa kwenye kila kitu? Kwa nini najituma, najitahidi, nafanya kila kitu ninachokiweza, lakini bado huoni matokeo makubwa? Kuna wakati unajisikia kama dunia imekukimbia. Unaangalia rafiki zako, wengine wanafunga ndoa, wengine wanaendesha magari ya ndoto zao, wengine wanajenga nyumba, wengine wanafanya kazi nzuri zinazowapa kipato cha uhakika. Na wewe bado unapambana kujenga misingi ya maisha. Lakini leo nataka nikwambie kitu ambacho kina uzito kuliko chochote unachoweza kusikia kutoka kwa watu, vitabu au motisha ya aina yoyote. Kuchelewa sio kushindwa, na muda unaochukua kufika hauondoi thamani ya safari yako. Kuna watu wanafika mapema, lakini wanaporomoka mapema. Kuna watu wanafika polepole lakini wanadumu milele. Na pengine wewe si wa kundi la kwanza, wewe uko kwenye kundi la wale wanaojengwa kwa uangalifu, kwa hatua, kwa maumivu, kwa hekima. Watu ambao wakifika nguvu yao haitetereki. Kwa nini unaamini kama umechelewa? Kile unachohisi sio udhaifu. Kina chanzo, kina penyewe ndani ya akili ya binadamu. Kwanza ni hulka ya kujilinganisha. Kila siku, bila hata kutaka, akili yako inakupeleka kwenye kulinganisha safari yako na ya wengine. Unapoona mtu amefika mbele, unahisi kuna kitu kimekosekana kwako. Lakini akili yako haikuambii yeye alianza safari yake lini, nani alimsaidia, wapi alizaliwa, ni vikwazo gani hakuvipitia, ni rasilimali gani alikuwa nazo. Unachokiona ni matokeo, sio mchakato. Pili, udanganyifu wa kasi. Adui mkubwa wa vijana wengi ni kujiona wametoka nyuma kwa sababu wanadhani mafanikio ya wengine yalikuja ghafla. Lakini hakuna mafanikio ghafla. Kila mafanikio makubwa huanza kama mbegu isiyoonekana. Tatu, hofu ya kubaki nyuma. Jamii imeweka ratiba isiyo rasmi. Miaka ya ndoa, miaka ya kujenga nyumba, miaka ya kupanda daraja, miaka ya kuanza familia. Usipoendana nayo, unahisi kama uko nyuma. Lakini huo ni msongo wa jamii, sio ukweli wa maisha. 4. Pressure isiyoonekana. Wazazi, ndugu, majirani, marafiki wana matarajio. Na matarajio haya yanapokukaba, hata hatua zako kubwa zinajisikia ndogo. Lakini ukweli unabaki. Kuchelewa kwako hakumaanishi umeshindwa. Kuna kitu unajengewa ndani ambacho wengine hawapati. Nikupe hadithi ya Amani. Amani alikuwa kijana wa kawaida. Alifanya kazi ya vibarua kwenye ujenzi. Sio kazi aliyotamani, sio kazi aliyompa heshima, lakini ndiyo ilimlisha. Kila siku alipochukua simu yake, aliona maisha ya marafiki zake. Ofisi nzuri, safari za kitalii, mlo wa kifahari, sherehe kubwa, magari mapya. Na moyoni alijiuliza, kwa nini mimi bado nipo hapa? Ilifika wakati Amani alianza kujiona mnyonge. Kila jioni akirudi nyumbani, alivua viatu vyenye vumbi. Akaangalia uso wake kwenye kioo na kusema, pengine maisha yangu hayana kasi. Lakini aliendelea kusoma. Aliendelea kuuliza maswali. Aliendelea kujifunza stadi mpya. Kuweka tiles, kupaka rangi, kusanifu interior, kufanya finishing za kiwango cha juu. Miaka ikapita. Mabadiliko hayakukuja ghafla, lakini yalikuja. Leo, Amani ni fundi anayeheshimika. Analipwa vizuri kuliko watu wa ofisi nyingi aliokuwa anazitamani. Ana miradi ya serikali, anafanya kazi na watu mashuhuri, ana kipato cha kudumu, na cha kushangaza zaidi, wale waliomzidi mwanzoni, wengine walipoteza kazi,
wengine walirudi chini, wengine walitulia bila maendeleo. Funzo tunalopata: kuchelewa kuanza si tatizo. Kuanza na kujenga msingi, hilo ndilo jambo muhimu. Na misingi miali huchukua muda. Mafanikio hayana umri. Ukweli ambao jamii haitaki kusema ni huu: watu wengi wanaofanikiwa sana kiuchumi hufanikiwa wakiwa na miaka 40 hadi 55. Wanawake wengi wanaofanikiwa kijamii hufanikiwa zaidi wakiwa zaidi ya miaka 35. Watu maarufu wengi duniani hawakufanikiwa wakiwa vijana. Walifurukuta, wakachelewa, wakatangatanga, wakapitia mateso, lakini walipofika hawakurudi nyuma. Mafanikio hayana spidi ya kudumu. Kila mtu ana saa yake. Kila mtu ana majira yake. Kila mtu ana msimu wake wa kuchanua. Kuchelewa sio udhaifu, ni nguvu. Umeanza bila msaada. Wengine walikuwa na mzazi wa kuwasimamia, mitaji, connection, miongozo. Wewe umeanza na sifuri. Hiyo haimaanishi umechelewa. Ina maana una nguvu ya kujitegemea. Pia umepitia changamoto wengine hawakuziona. Umekutana na umaskini, msongo, majukumu ya familia, maamuzi magumu, kukosa elimu nzuri, kukataliwa. Haya yote yanachelewesha, lakini yanakuza. Pia inaweza kuwa umejaribu mambo mengi. Wengine walipata bahati ya kugusa kitu kimoja kikawafanikiwa. Wewe ulitafuta njia sahihi. Hiyo si kuchelewa. Hiyo ni kujenga msingi wa kudumu. Safari yako ni nzito. Wewe si mtu wa mafanikio ya haraka. Wewe ni mtu wa mafanikio ya kudumu. Wengine wanakimbia matokeo. Wewe unajenga maisha. Madini ya kuchelewa: nguvu unazojenga. Nguvu ya kwanza, uvumilivu wa chima. Wale wanaochelewa wakifanikiwa hawaanguki haraka. Wanakuwa na bwenyi uliopitia pressure, kupasuka na kujifunza kusimama. Pili, maarifa ya kina. Safari ndefu ina mafunzo ambayo mafanikio ya haraka hayawezi kutoa. Unajua nini kifanyi kazi, unajua nini hakifanyi kazi, unajua madudu ya kuepuka. Tatu, nidhamu. Hauachi kwa sababu huoni matokeo. Hiyo ni tabia ya washindi. 4, mafanikio yako yanadumu. Unapofika ukiwa umejifunza mengi, umejaa hekima, umetoka mbali, hakuna mtu wa kukurudisha nyuma. Jinsi ya kuzimika pressure ya wengine: kwanza, acha kujilinganisha. Kasi yao si yako. Safari yao si yako. Wako kwenye mstari wao, wewe uko kwenye mstari wako. Pili, andika safari yako. Chukua daftari. Kila mwezi andika hatua ulizopiga. Hata ndogo, itakusaidia kuona hauko pale ulipokuwa jana. Tatu, jua maisha sio mashindano. Kila mtu ana msimu wake. Kupitia polepole si aibu, ni hekima. 4, tumia spidi yako. Hata ukienda hatua moja kwa siku, bado unasonga mbele. 5, kataa aibu ya kuonekana polepole. Watu wa polepole huwa wanafika mbali zaidi kuliko wenye mwendo wa pupa. Sikiliza kwa makini. Kile unachokiita kuchelewa, Mungu anakiona kama maandalizi. Kile unachokiita kushindwa, Mungu anakiona kama kujengwa. Kile unachokiita kukaa nyuma, Mungu anakiona kama kukupitisha njia ya pekee. Wewe hujachelewa, wewe hujapoteza muda, wewe hujapungua thamani, wewe unaandaliwa. Na siku yako ikifika, utaingia kwa nguvu ambayo hakuna mtu, hakuna mazingira, hakuna historia, hakuna pressure inayoweza kuizuia. Endelea mbele. Hata kama wengine wamekutangulia, safari yako ni ya kipekee. Hapa PesaVibe tunaamini kitu kimoja tu:
Kila mtu ana muda wake kung'ara. Usikate tamaa, usijidharau, usijilinganishe, na kamwe usikubali hisia ya kuchelewa ikuondolee hamasa ya kuendelea. Wewe unakuja, na unakuja kwa nguvu.